Mkoa wetu nao katika shughuli zake za kila siku tumeendelea kufanya vizuri sana. Huduma za jamii zimeimarika, lakini tumeendelea kufanya miradi, tumetekeleza miradi mikubwa ya kitaifa, ya kimkoa mpaka kule chini kwenye vijiji. Na sasa tunaendelea na hii bajeti yetu ya 25-26 awamu ya pili, nikiamini kabisa kasi itakuwa ni ile ile. Lakini tunayo ndoto kubwa. Ndoto ambayo tayari tulikuwa nayo kwenye vichwa vyetu, na wengine mtaani ukipita utasikia wanaita Singida ni Singapore. Sasa Singapore ukiangalia ina sifa za upekee. Na sifa zile sasa naamini ndio mmezipenda, mnataka zije Singida. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile lazima tufanye kazi kwa juhudi na maarifa, tutumie teknolojia zilizopo, lakini tutumie uwezo wetu wote Mwenyezi Mungu aliyotupa. Hiyo ndoto ya kuwa na Singapore ya Singida iweze kutimia. Tumeona kabisa maamuzi ya serikali ya kuanza na kuendeleza shughuli za ujenzi wa kituo cha pamoja cha ukaguzi pale Manyoni. Hili ni jambo kubwa sana katika mkoa wetu. Lakini tumeweza kuona serikali imefanya maamuzi ya kujenga kituo kidogo cha kupozea umeme pale Manyoni. Hii yote ni kujiimarisha tuelekee kwenye Singapore. Lakini tumeona maamuzi ya serikali kuleta tawi la SGR hapa Singida mjini. Haya yote ni mambo makubwa ya kuifanya Singida ibadilike na kuwa kituo kikubwa cha biashara. Tumeona ujenzi wa uwanja wa ndege umeshaanza, shughuli zake zimeanza. Haya yote ni mambo makubwa ambayo serikali inayafanya katika mkoa wetu wa Singida. Lakini sisi ni mashuhuda wa maeneo tunaotoka. Tuna miradi mikubwa sana ya umwagiliaji ili tuweze kuzalisha kwa wingi na tufanye biashara kitaifa na kimataifa. Lakini tumemaliza umeme kwenye kila kijiji, vijiji vyote 441, na sasa tumehamia kwenye vitongoji. Vitongoji 1000, zaidi ya 1000 vina umeme. Lakini tunao mradi tunaotekeleza sasa wa vitongoji 367. Hii ni kazi kubwa na nzuri ambayo inafanywa na serikali yetu. Lakini tumeona matangazo na hatimaye kutoa tuzo kwa ajili ya ujenzi wa barabara, na leo ndio tuko kwenye ajenda. Tutaziona barabara zetu za kimkakati zinazoenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Hii yote ni kuifungua Singida. Yote haya ni mipango ya serikali kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Lakini sisi wote ni mashuhuda wa uwekezaji mkubwa uliofanywa katika sekta ya elimu. Kwa hiyo haya yote ukamilifu wake yanaenda kutufanya Singida kuelekea kwa Singapore. Lakini tumeona uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali. Na hapa ninapozungumza fedha au vifaa vimeshafika, tumepokea. Juzi tumepokea mitambo ya kuzimia moto. Wote tumetuona. Kila wilaya sasa ina mtambo. Huu ni uwekezaji mkubwa wa serikali ambao haujawahi kutokea. Lakini serikali inawekeza katika kujenga majengo yake ya kimkakati. Wenzetu wa TAKUKURU wameweza kujiletewa fedha kwa ajili ya kujenga jengo la TAKUKURU la mkoa. Lakini Singida ilikuwa na kilio cha tawi la mahakama kuu. Waheshimiwa wabunge, jengo sasa linakaribia kupauliwa. Hiyo ni kazi ya Dr. Samia. Lakini na sisi kwa maana ya sekta ya utawala, wilaya zetu zote ambazo zilikuwa hazina majengo ya kisasa kwa ajili ya matumizi ya kisasa kama ofisi za waheshimiwa wakuu wa wilaya, tumepata fedha na tunaenda kujenga majengo hayo. Lakini kwa halmashauri zetu Manyoni na Iramba ambazo na wenyewe walikuwa hawana majengo ya sasa, tumepata fedha, tunaenda kujenga majengo hayo. Kwa hiyo kazi kubwa inayofanywa na serikali kuu, na sisi na halmashauri zetu lazima tujipange kuunga mkono juhudi hizi na kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa. Kwa hiyo tutakapopitia ajenda zetu, tusijadili kwa mapana hayo na tujadili kwa Singida ijayo. Kwa hapa mjini tumeshakubaliana tunataka kuwa na jiji la Singida. Pia tumekubaliana kwa wilaya zetu, tuna Iramba, tuna wilaya ya Manyoni. Washindane, wakimbizane, tunataka kuona zinageuka kuwa manispaa sasa. Sasa haya yote tuna mipango na watekelezaji ni sisi. Lakini sisi wote pia hatutaweza kutekeleza vizuri kama hakuna uzalishaji wa kutosha. Lakini uzalishaji hauwezi kupatikana vizuri kama hakuna miundombinu ya kupeleka mbegu, kupeleka mbolea na kutoa mazao shambani kuyapeleka sokoni. Kwa hiyo leo tunakuja kwenye ajenda hii kabisa, tuijadili kimkakati. Na kweli yale ambayo tutaazimia kuyapitisha, yale yamepita kimkakati katika kufungua maeneo ya uzalishaji, maeneo ya biashara. Kikao hiki cha bodi ya barabara mkoa wa Singida nimekifungua rasmi. Tunavyo vikao vikubwa kabisa siku ya leo. Tunacho kikao cha road board
ambacho ndicho kinapitia utekelezaji wa miradi ya barabara zetu zote zinazosimamiwa na TARURA na TANROADS, lakini vile vile tutaangalia mapendekezo ya budget katika taasisi hizo mbili, na baada ya hapo tutaweza kutoa mapendekezo, lakini baadaye tutageuka tena, tutakuwa kikao kingine cha RCC ili tuweze kupitia bajeti ya mkoa wetu, utekelezaji wake, lakini na baadaye tuangalie mapendekezo ya bajeti yetu ya mwaka huu, na hatimaye tuweze kupitisha yale ambayo aidha yametoka wilayani au yametoka kwenye kikao cha road board, tuweze kupitisha kama kikao mahususi cha kupitisha mambo yote yanayohusu mkoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakwenda kujadili bajeti hii, mapendekezo ya bajeti, tukiwa bado hatujapokea siri ya mwaka ujao wa fedha. Kwa hiyo tumeendelea kujikita katika bajeti tunayoendelea nayo ya mwaka huu, na hapo tutakapopata bajeti mpya tutaweza kubadilisha, na tutaamini kwamba kikao kitaingia katika yale ambayo tutayapanga. Na katika mapato ya ndani ya halmashauri ambayo tumepitia na tulipewa siri ya mapato ya ndani, na ile hapo kwenye kabrasha tutaweza kupitia. Tulipewa maelekezo tuweze kuongeza 17% katika mapato ya ndani, na Mheshimiwa Mwenyekiti, yote haya yatajadiliwa katika kikao chetu cha leo cha RCC tutakapokuwa tunapitia budget, utekelezaji wa budget pamoja na mapendekezo ya budget ya mwaka unaofuata. Kwa mwaka wa fedha 2024/25 tumepangiwa jumla ya shilingi bilioni 16,435.99 kwa ajili ya shughuli za matengenezo ya barabara ambayo ni matengenezo ya kawaida, matengenezo ya muda maalum, matengenezo makubwa na matengenezo ya barabara pamoja na uwekaji wa taa za barabarani. Hadi kufikia Juni 2025, jumla ya mikataba 46 yenye jumla ya shilingi bilioni 16,435.499 ilisainiwa kwa 100%. Na bajeti ya matengenezo ya barabara kwa mwaka wa fedha 2024/25 ilipunguzwa kwa shilingi na hadi kuwa shilingi bilioni 12,962.977 ili kulipa madeni ya mwaka wa fedha 23/24, na hadi sasa utekelezaji wake umekamilika kwa 72.2% kikazi na 9.2% kifedha. Matengenezo ya dharura kwa mwaka wa fedha 2024/25 jumla ya shilingi bilioni 9,598.04 zilitengwa kwa ajili ya matengenezo ya dharura, na mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Juni utekelezaji wake ulifikia 89.83% kikazi na 38.55% kifedha. Miradi midogo ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2024 jumla ya shilingi bilioni 2,718.54 zilitengwa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo, ambapo jumla ya mikataba 11 yenye thamani ya shilingi bilioni 2.50695 ilisainiwa. Hadi kufikia Juni 2025 utekelezaji wake ulifikia 38.11% kikazi na 5.87% kifedha.